قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: الخيانة ضد الأمانة وهي من أقبح الخصال. anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullah, khiana ni kinyume cha uaminifu, nayo ni katika mambo yaliyokuwa mabaya mno. Ya ibadallah, inna min asbabil khiyanati ضعف الإيمان وفقدان المراقبة واتباع الشهوات وفتح أبواب الفتن من النظر الحرام والاختلاط الفاسد والمراسلات المهلكة. Enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, kwa hakika miongoni mwa sababu za khiana ni kudhoofika kwa imani na kupoteza ile hali ya kuhisi kwamba Allah tabaraka wa taala yuko pamoja nawe, anakufuatilia kila wakati, na kuyafuata matamanio na kufungua milango ya fitan katika kutazama yale ambayo ya haramu na ile michanganyiko yenye kuharibu majambo, michanganyiko ambayo si mizuri baina ya wanamume kwa wanawake, na kutumiana jumbe ambazo zinazopelekea watu kuangamia, kuwatia watu katika maovu na kumkosea Allah tabaraka wa taala. Qala Sufyan الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي. anasema Sufyan al-Thawri rahimahullah kwamba sijapatapo kukitengeneza kitu chochote kile na nikaweka juhudi kubwa mno kwangu mimi kutengeneza kitu hicho kuliko kuitengeneza nafsi yangu. Kwa nini? Kwa sababu ikiwa haukufanya mujahada wa kuitengeneza nafsi, jarratuhu ila alfadihati walkhasara, takupelekea wewe, takupitikia kwako wewe kuingia katika fedheha na kupata hasara kwa yale ambayo utakayoingia katika maasi ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من خاف الله لم تضره الفتن. na anasema Fudhail ibn Iyadh rahimahullah, yule ambaye atakayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala haitamdhuru kwake yeye fitna, hatadhurika kwake yeye na fitna. fattaqullaha fi azwajikum wa ahlikum واحفظوا العهود والمواثيق فإن الخيانة تورث الفضيحة في الدنيا والعذاب في الآخرة. mcheni Allah jalla wa ala kwa wake zenu na familia zenu, na muzihifadhi zile ahadi na ile mikataba ambayo mliokubaliana baina yenu, kwani hakika ya khiana inarithisha fedheha duniani, wal adhab fil akhirah, na adhabu huko akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. asema Allah jalla wa ala anatambua yale ambayo yaliyofichikana kwa macho, ambayo hatuyaoni, macho yetu yameshindwa kuyadiriki majambo hayo. Wama tukhfi sudur, na yale ambayo yaliyofichikana katika vifua vyetu. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhu: huwa ar-rajul yakunu fil qawm fatamurru bihi al-mar'a فيريهم أنه يغض بصره وإذا غفلوا لحظ إليها